Leo niko hapa mbele yenu kuwatangazia vijana wote wa Kitanzania kwamba baada ya mashindano madogo madogo ambayo tumekuwa tukiyafanya katika mikoa kama nilivyosema kupitia Vijana Platform, sasa tutakuwa na shindano kubwa la kitaifa ambalo litakuwa na zawadi nono kwa vijana ambao watashiriki katika kutoa mawazo bunifu yenye lengo ya kutoa suluhisho ya mambo yanayokabili jamii yetu. Shindano hili tumelipa jina la Vijana Uchumi Challenge, likiwa na kauli mbiu inayosema wana wanafikiri, taifa linasonga. Ndugu waandishi wa habari, nikirejea kidogo katika kipindi cha hivi karibuni, wote tumeshuhudia dunia imeingia katika mabadiliko makubwa ya kisiasa, ya kiuchumi na ya kijamii ambayo yanasababishwa na migogoro ya kimataifa, ikiwemo vita kwa baadhi ya mataifa, na kumekuwa na ushindani mkubwa sana wa kiuchumi baina ya mataifa hayo na kasi ya mabadiliko pia ya teknolojia katika kushughulikia mambo mbalimbali. Mabadiliko haya ambayo nimeyataja yameibua mazingira mapya ya kiuchumi ya dunia ambayo yanaathiri kwa namna moja au nyingine uchumi wa mataifa mengine, hususan yale yanayoendelea ikiwemo Tanzania katika sekta mbalimbali. Katika mazingira mapya ya uchumi wa dunia, mataifa mengi yameanza kuchukua hatua madhubuti za kujenga uchumi wao ambao katika njia inaweza kuzuia na kustahimili misukosuko ya kimataifa, hasa kwa kuimarisha maeneo kama uzalishaji wa ndani, kuwekeza katika ubunifu na teknolojia, lakini pia ni kuhamasisha wananchi wake katika kushiriki kamilifu katika kutatua changamoto ambazo zinakabiliana nazo. Kwa Tanzania, hali hii inaleta umuhimu mkubwa wa kutumia kikamilifu rasilimali ya vijana ambao ni nguvu kazi kubwa katika taifa letu. 55.6 ya nguvu kazi ya taifa letu ni vijana kati ya umri wa miaka 15 mpaka 35. Tunatambua kwamba vijana wana uwezo mkubwa wa ubunifu, wana uwezo mkubwa wa kuleta fikra mpya na kuleta mtazamo mpana hasa kuhusu mabadiliko ambayo yanaendelea katika dunia yetu. Kwa umuhimu mkubwa sasa, Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana imekuja na shindano la kitaifa kama nilivyosema linalojulikana kama Vijana Uchumi Challenge lenye kauli mbiu wana wanafikiri, taifa linasonga, ambalo shindano hili litatoa jukwaa la kitaifa kwa vijana wa Kitanzania kutoka pande zote za nchi kutoa mawazo ya ubunifu yanayotekelezeka, lakini pia yanayoakisi dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 na kuleta mawazo endelevu katika kulinda na kukuza uchumi wa taifa letu dhidi ya athari ya misukosuko ya kidunia ambayo inaendelea. Swali muhimu katika shindano hili ni lifuatalo: inapotokea tishio la uchumi wa dunia kushuka kutokana na misukosuko ya kimataifa ikiwemo vita, ushindani wa kiuchumi na teknolojia, ni changamoto zipi zinazoweza kuikumba Tanzania na nini kifanyike ili uchumi wa Tanzania uendelee kuimarika? Hilo ndio swali la msingi ambalo litabebwa na shindano hili. Ndugu waandishi wa habari, kwa kutambua umuhimu wa shindano hili, wizara imetenga shilingi takriban milioni 50 zitakazotolewa kwa washindi wa shindano hili, na ili kuhakikisha kuwa shindano hili linakuwa la vijana wenyewe, kwa mamlaka nilionayo kwa mujibu wa kisheria, nimeona niunde kamati ya kitaifa ya vijana itakayoanza kazi mara moja ya kusimamia, kuratibu shindano hili na kuanza hatua ya mwanzo mpaka mwisho. Pamoja na mambo mengine, kamati itajihusisha na mambo matano yafuatayo. Jambo la kwanza, kamati itaweka utaratibu wa namna ya kushiriki shindano kwa mujibu wa mwongozo ambao wizara itawakabidhi hapa leo. Lakini jambo la pili ni kuratibu mchakato mzima wa upokeaji wa mawazo ya vijana kutoka kila pande ya nchi yetu. Jambo la tatu, kamati itaongoza hamasa na kutoa elimu kwa vijana namna ya kushiriki shindano hili. Jambo la nne, kamati hii ndio itachagua timu ya majaji wabobevu watakaoamua washindi ambao watatangazwa kwa taratibu ambao utatolewa. Na jambo la tano na la mwisho, kamati hii itaratibu maandalizi yote ya shughuli za awali pamoja na shughuli za kilele cha shindano ili kutoa nafasi kwa umma kuweza kushuhudia waziwazi mawazo bunifu ya vijana wetu. Ni matumaini yangu kwamba vijana ambao wameteuliwa katika kamati hii watahakikisha shindano hili kwanza linakuwa wazi, linakuwa jumuishi na halina upendeleo wowote, ili tupate mawazo ya kukuza uchumi hasa katika kipindi hiki ambacho taifa letu na mataifa mengine yanapitia nyakati na changamoto ambazo haziwezi kutabirika. Moja ya wito mkubwa sana wa vijana katika programu zetu tumezifanya na shughuli zetu tumezifanya imekuwa ni usawa na uwazi katika mambo ambayo tunayafanya. Naomba nitoe wito kwa mara nyingine, jambo hili tumelikabidhi kwa kamati, vijana wenyewe. Dhamira yetu kama wizara, mimi kama waziri, ni kuona yule anayestahili ndiye ambaye anapata ushindi katika shughuli hii.
Kwa tumeweka vigezo na utaratibu utakaohakikisha hakuna upendeleo wa aina yoyote, lakini pia hakuna mchakato utakaotoa nafasi zaidi ya mtu mmoja kuliko mtu mwingine, ili kuhakikisha kila kijana basi anafaidika kulingana na uwezo alionao. Naomba sasa hivi niwatambulishe kamati ya kitaifa ya vijana ya shindano la uchumi challenge kama ifuatavyo. Wa kwanza atakuwa ni Joseph Brighton Malekela ambaye yeye ni mwenyekiti wa kamati. Karibu wakone hapa. Joseph Brighton Malekela ni kiongozi kijana mwenye uzoefu wa zaidi ya miaka 10 katika kuchagiza ushiriki wa vijana kwenye michakato ya maamuzi, amani, usalama na maendeleo. Ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya The African Leadership Initiative for Impact ILII, shirika linalojikita kuwawezesha vijana katika uongozi, ujenzi wa amani na maendeleo endelevu. Joseph ni mhitimu wa Mandela Washington Fellowship mwaka 2024, lakini pia ni balozi wa vijana wa malengo ya maendeleo endelevu chini ya Umoja wa Mataifa, yani SDGs. Na pia Joseph ameshiriki kama mjumbe wa bodi ya ushauri ya ubalozi wa Umoja wa Ulaya nchini Tanzania na Afrika Mashariki. Joseph ana shahada ya sanaa katika falsafa na maadili na anaendelea na shahada ya uzamili katika masomo ya strategia na amani, vyote katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kupitia ALII anahudumu kama mwenyekiti mwenza wa jukwaa la Youth for Peace Agenda Tanzania Coalition, akiongoza juhudi za kitaifa za kukuza ajenda vijana, amani na usalama wa maendeleo nchini. Joseph Malekela ndio atakuwa mwenyekiti wetu wa kamati. Asante sana Joseph. Namba 2 ni Amina Sanga ambaye yeye ni katibu wa kamati hii. Bi Amina Sanga ni kiongozi kijana mwenye maono na mtaalamu wa maendeleo ya vijana, akiwa na uzoefu wa zaidi ya miaka 10 katika kubuni, kusimamia na kutekeleza programu zenye matokeo chanya kwa vijana. Ana shahada ya uzamili, yani Masters of Science ya masoko na uhusiano wa umma aliyohitimu kwa daraja la juu. Ni mwanzilishi wa Global Youth Empowerment Institute GYEI, taasisi iliyofikia zaidi ya vijana 500 kupitia mafunzo, makongamano na mentorship. Pia ameanzisha East Africa Youth Business Investment Expo iliyounganisha vijana 5000 kutoka nchi 9 za Afrika Mashariki katika fursa za uwekezaji. Amina ni mwandishi wa vitabu 10 ikiwemo kitabu cha kijana wa tofauti, na ametoa ushauri wa kimkakati katika taasisi mbalimbali pamoja na kuhudumu katika bodi za makampuni za vijana, akiwa na uzoefu pia serikalini kupitia taasisi kama NDC. Amejitokeza kama kiongozi mbunifu na mwenye mchango mkubwa katika kuwezesha vijana kiuchumi, kijamii na kiongozi nchini Tanzania. Asante sana Amina. Watatu ni mjumbe anaitwa Arafat Bakir Lesheve. Arafat Bakir Lesheve ni kiongozi kijana. Arafat yuko wapi? Bado hajafika, okay? Lakini Arafat ni kiongozi kijana mwenye uzoefu wa zaidi ya miaka 9 katika masuala ya maendeleo ya vijana na sekta mbalimbali ikijumuisha asasi za kiraia, taasisi na jumuiya za kimataifa na mashirika ya maendeleo. Arafat ni mwanzilishi wa program ya kitaifa ya tuzo za vijana chipukizi Tanzania TEYA. Lakini pia ni afisa mradi wa shirika la kimataifa la Save the Children Tanzania na mjumbe mstaafu katika baraza la vijana la Jumuiya ya Madola, akiwakilisha Tanzania akiwa na misingi thabiti ya ushirikiano wa kijamii, ubunifu na matokeo chanya. Ana weledi katika upangaji na usimamizi wa miradi, uimarishaji wa taasisi, ushirikishwaji wa wadau, uchumi na diplomasia, uwezeshaji wa maendeleo ya vijana na utengenezaji wa miradi bunifu na endelevu. Arafat yeye ana shahada ya uzamili katika diplomasia ya uchumi ya Chuo Kikuu cha Dr. Salim Mohamed Salim cha diplomasia pale Kurasini. Wanne ni Catherine John Kess ambaye pia ni mjumbe. Catherine John ni mkurugenzi mwendeshaji wa Youth Connect Tanzania na YC Company Limited. Ni mtaalamu ambaye mwenye maono na shauku kubwa ya kuwezesha vijana kutambua na kuendeleza uwezo wao katika nyanja za biashara na uchumi, na ana nia dhati katika maeneo ya mentorship kwa maana ya malezi na uelekezi. Amekuwa akishiriki katika shughuli mbalimbali za ushiriki wa vijana katika ujasiriamali, hasa katika kuongoza ubunifu wao, kukuza ujuzi kwa vitendo, lakini pia kuongezea hali ya kujiamini na kuanzisha na kukuza miradi yao wenyewe. Catherine dhamira yake imejikita katika kuendeleza ubunifu na kujitegemea na ushiriki endelevu wa uchumi miongoni mwa vijana, jambo ambalo limemfanya kuwa mmoja wa watu ambao wametoa mchango mkubwa sana katika maendeleo ya vijana na jamii kwa ujumla wetu. Asante sana Catherine. Watano ni Kevin Kibenje ambaye yeye ni mjumbe. Kevin Kalioko Kibenje ni Certified Financial Educator wa BOT, mfanya biashara na mtaalamu wa elimu ya fedha na biashara mwenye uzoefu wa zaidi ya miaka 7 katika kuwezesha vijana na wafanya biashara kuelewa,
kuanzisha, kusimamia na kukuza biashara zao kwa mifumo inayoendana na hali halisi ya Tanzania na Afrika kwa ujumla. Amebobea katika masomo ya fedha kwa maana personal finance na wealth building na maendeleo ya biashara ndogo na za kati, yani SMEs, huku akitoa mafunzo na ushauri wa vitendo kuhusiana na kuongeza kipato, usimamizi wa fedha na uwekezaji. Aidha, Kevin ni mtaalamu wa mifumo ya kipato, yani income systems, anayesaidia vijana kujenga vyanzo endelevu vya mapato badala ya kutegemea ajira moja. Pamoja na kuwa mbunifu wa mikakati ya biashara za kidijitali, yani monetization, na pia ni public speaker na trainer anayehamasisha na kuwajengea watu uwezo katika kufikia mafanikio yao ya kifedha. Asante sana Kevin. Mjumbe wa 6 katika kamati hii anaitwa Sylvia Mohamed, ambaye ni mjumbe. Bi Sylvia Mohamed Mkomwa ni mkurugenzi mtendaji wa Global Impact Transformation GIT nchini Tanzania, anayetoa ushauri na uongozi wa kimkakati katika utekelezaji wa programu za kitaifa zinazolenga uwezeshaji wa vijana na wanawake, ujenzi wa amani na ubunifu wa maendeleo jumuishi, huku akiunganisha suluhisho za kijamii na sera za kikanda na kimataifa. Katika ngazi ya Umoja wa Afrika anahudumu kama mjumbe wa kamati ya marejeo ya vijana chini ya ofisi ya mjumbe wa vijana wa Umoja wa Afrika, akichangia mijadala ya sera na utekelezaji wa mifumo inayoweka vijana mstari wa mbele. Aidha, Bi Sylvia ni mshiriki wa programu ya Mandela Washington Fellowship ya mwaka 2025 aliyebobea katika masuala ya uongozi na usimamizi wa shughuli za umma. Asante sana Sylvia. Wa 7 ni Ibrahim Joseph Mganyi, ambaye pia ni mjumbe. Ibrahim Joseph Mganyi ni afisa katika ofisi ya Rais maendeleo ya vijana, anayehudumu kama mratibu wa programu za uwezeshaji wa vijana kiuchumi, akijikita katika uratibu wa mfuko wa maendeleo ya vijana, uandaji wa sera na miongozo wa uwezeshaji wa vijana. Ni mtafiti katika uanzishwaji wa sera ya maendeleo ya vijana na sheria, na mwezeshaji wa mafunzo ya ujasiriamali kwa vijana pia, pamoja na kutoa elimu kuhusu fursa mbalimbali za uwezeshaji kwa vijana, ambapo majukumu yake yamejikita zaidi akichangia kiasi kikubwa kuwezesha vijana kujikwamua kiuchumi, kukuza ujuzi na ujasiriamali na kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo ya kijamii na kiuchumi nchini Tanzania. Aidha, Ibrahim ameshiriki katika kuandaa na kuratibu mafunzo ya ujasiriamali, usimamizi wa biashara na stadi za maisha kwa vijana ili kuwajengea uwezo wa kujitegemea kiuchumi. Na kupitia juhudi zake vijana wengi wameweza kuanzisha na kukuza miradi yenye tija na hivyo kuchangia katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya kitaifa. Ibrahim anatambulika kwa weledi wake, ubunifu na kujituma katika kazi zake, akiwa na dhamira thabiti ya kuona vijana wanapata fursa stahiki za maendeleo kama sehemu muhimu ya ujenzi wa uchumi imara na endelevu wa taifa letu. Asante sana Ibrahim. Wa 8 ni Omar Tambwe, ambaye hayupo hapa pia na udhuru, lakini Omar Tambwe maarufu kama Liliomi ni mtangazaji wa vipindi vya burudani na hasa vijana kutoka taasisi ya Wasafi Media. Ni mwandaji wa maudhui ya burudani mtandaoni na mbunifu hasa katika kampeni na bidhaa za vijana katika media mbalimbali. Wa 9 ni Crispina Kabale, ambaye ni mjumbe. Crispina Kabale ni mshiriki wa awamu ya kwanza ya programu ya uongozi inayoitwa Tanzania Next Gen Leaders Fellowship, yani TNLF, iliyoandaa vijana wa Tanzania kuwa viongozi wa kimkakati wa baadaye. Pia ni mwanafunzi kwa sasa katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam akisomea shahada ya sheria. Crispina ni mtu mwenye uthubutu na ametumika kuhamasisha wengine kujiamini na kupambania ndoto zao pamoja na malengo yao kwa ujasiri. Crispina amejitokeza kama mfano mzuri wa kizazi kipya hasa katika vijana wadogo na wanafunzi chenye shauku ya kuelimisha na kuhamasisha wengine katika masuala ya uchumi, utawala bora, lakini pia na uongozi. Asante sana Crispina. Mjumbe wa 10 ni Luciana Emilian Luselo. Luciana Emilian Luselo ni mwanasheria na mtafiti wa masuala ya kisheria na jamii. Ana uzoefu katika tafiti na uchambuzi wa sera zinazohusu vijana na maendeleo ya jamii. Ni mtaalamu wa masuala ya utengamano wa kikanda kupitia shirika la Vijana Connect, ambapo anajikita zaidi katika kuhamasisha ushiriki wa vijana katika maendeleo na diplomasia ya kikanda. Amehusika katika uandishi wa utafiti, miradi ya kijamii na majukwaa ya sera ya vijana yanayolenga kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Asante sana Christine. Wa mwisho, ingawa sio kwa umuhimu katika orodha ya wajumbe wetu, ambaye ni mjumbe wa 11, anaitwa Ochek Msuva. Ochek Msuva ni mtaalamu wa masuala ya vijana, ubunifu
wa kijamii na usimamizi wa miradi ambaye ana uzoefu zaidi ya miaka 10 katika kuendesha miradi yenye kukuza ushiriki na uwezeshaji wa vijana. Ni mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa Bridge for Change tangu mwaka 2015 ambapo ameongoza miradi ya maendeleo, mafunzo ya uongozi na juhudi za kuimarisha sauti ya vijana katika sera na maamuzi. Amehudumu kama mwenyekiti wa ushiriki Tanzania, kiongozi wa Secretariat ya ajenda ya vijana kitaifa na mwenyekiti wa bodi ya KITE Dar es Salaam, pamoja na kuwa mwenyekiti wa kamati